Jinsi nipende kuwakaribisha kwa ajili ya kuanza mafundisho yetu. Ilikuwa ni somo letu la kwanza, na basi ningependa tuende moja kwa moja katika kitabu cha Mhubiri ile sura ya kwanza, na lile fungu la 9 na la 10. Yaliyokuwako ndiyo yatakayokuwako, na yaliyotendeka ndiyo yatakayotendeka, wala jambo jipya hakuna chini ya jua. Je, kuna jambo lolote ambalo watu husema juu yake, tazama ni jambo jipya, limekwisha kuwako tangu zamani za kale zilizokuwako kabla yetu sisi? Maneno haya yaliandikwa na mmoja wa watu wenye hekima zaidi waliopata kuishi. Alikuwa ni Sulemani. Na akiwa na hekima aliyokuwa nayo, alifika mahali akatafakari juu ya mambo ambayo yanatokea pote kumzunguka pamoja na yale yaliyopita, na akafikia hitimisho ya kwamba hakuna jambo jipya chini ya jua. Na akaandika akasema ya kwamba yaliyokuwako ndiyo yatakayokuwako, na yaliyotendeka ndiyo yatakayotendeka, wala jambo jipya hakuna chini ya jua. Alafu akauliza swali, anasema ya kwamba je, kuna jambo lolote ambalo watu husema juu yake, tazama ni jambo jipya, limekwisha kuwako tangu zamani za kale zilizokuwa kabla yetu sisi. Kanuni za utendaji ni zile zile katika zama zote. Jambo lolote ambalo linatokea leo limekwisha kutokea katika wakati uliopita. Inawezekana katika wakati uliopita lilitokea katika kiwango kidogo, na sasa linatokea katika kiwango kikubwa. Au inawezekana sasa linatokea katika kiwango kidogo, lakini wakati uliopita lilitokea kwa kiwango kikubwa. Kanuni za utendaji ni zile zile. Kanuni hii ambayo Mhubiri anaisema ndio inayoonyesha hekima ya kuhifadhiwa kwa historia takatifu ya mambo yaliyopita. Kwa sababu kutoka katika mambo hayo tunaweza kujifunza, kujua namna ambavyo leo tunaweza kutembea salama. Historia iliyopita imegawanyika katika makundi mawili. Kuna historia ambayo ni njema, nzuri na ya mafanikio. Tunaweza kujifunza na tukaifahamu njia iliyo njema, na tunaweza kuhakikishiwa ya kwamba iwapo tukienda katika njia hiyo tutafanikiwa kama walivyofanikiwa. Lakini pia historia iliyopita imejaa mambo fulani ya uzoefu wa kushindwa, lakini pia tunaweza kujifunza kutoka katika historia hiyo, kwa sababu kanuni zile zile ambazo ziliongoza watu fulani kupitia uzoefu wa kushindwa, iwapo zikiwepo katika maisha yetu, tunaweza kuwa na uhakika ya kwamba yale yaliyowapata yatatupata na sisi pia. Mtume Paulo anaeleza vizuri jambo hili katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza ile sura ya 10. Wakorintho wa kwanza Nipende tusome kuanzia ile fungu la kwanza na kuendelea pale. Kwa maana ndugu zangu, sipendi mkose kufahamu ya kuwa baba zetu walikuwa wote chini ya wingu, wote wakapita kati ya bahari,
wote wakabatizwa wawe wa Musa katika wingu na katika bahari. Wote wakala chakula kile kile cha roho, wote wakanywa kinywaji kile kile cha roho, kwa maana waliunywea mwamba wa roho uliowafuata, na mwamba ule ulikuwa ni Kristo. Lakini wengi sana katika wao Mungu hakupendezwa nao, maana waliangamizwa jangwani. Basi mambo haya yalikuwa mifano kwetu, kusudi sisi tusiwe watu wa kutamani mabaya kama wale nao walivyotamani. Wala msiwe waabudu sanamu kama wengine wao walivyokuwa. Kama ilivyoandikwa, watu waliketi kula na kunywa, kisha wakasimama wakacheza. Kisha wakasimama wacheze. Wala msifanye uasherati kama wengi wao walivyofanya, wakaanguka siku moja watu 23,000. Wala tusimjaribu Bwana kama wengine wao walivyomjaribu, wakaharibiwa na nyoka. Wala msinung'unike kama wengine wao walivyonung'unika, wakaharibiwa na muharabu. Basi mambo haya yaliyowapata wao kwa jinsi ya mifano yakaandikwa, ili kutuonya sisi tuliofikiriwa na miisho ya zamani. Taisha hapo. Kwa hiyo mahitimisho ya rejea katika matukio haya yaliyopita linafikiwa katika fungu hili la 11, anaposema ya kwamba mambo hayo yaliwapata wao kwa jinsi ya mifano yakaandikwa ili kutuonya sisi tuliofikiriwa na miisho ya zamani. Yanawezaje kutuonya isipokuwa ukweli wa kwamba yale yaliyopita ndio yatakayokuwa hapo? Ni sawa na kusema ya kwamba katika kanuni zinazotenda kazi hakuna jambo jipya chini ya mbingu. Linaweza kuonekana kama ni jambo jipya, lakini kimsingi kanuni zake za utendaji zimeshafanya kazi katika wakati uliopita. Ndio maana huyu mwenye hekima akafika mahali baada ya kutathmini mambo kwa kina, akafikia hitimisho hili ya kwamba hakuna jambo jipya chini ya jua. Kwa hiyo Mungu amehifadhi kumbukumbu tunazozihitaji kutuwezesha kujifunza kutoka katika uzoefu uliopita, ili kuweza kujua namna ya kuenenda kwa usalama katika wakati wetu na wakati ujao. Na tunaweza kufikiria kwa mfano matukio makubwa yanayokuja ya historia kama vile sanamu ya mnyama kama ni jambo jipya, lakini sio jambo jipya. Kanuni za utendaji zilifanyika katika wakati uliopita. Ndio maana kuna vielelezo vingi vilivyopita vilivyohifadhiwa ambavyo kwavyo tunaweza kujifunza juu ya namna ambavyo tunaweza kusimama katika wakati huo. Napochukulia visa kama vya Ahabu katika lile tukio ambalo hatimaye aliweza kupatiwa shamba na nani na Yezebeli, ile shamba la Naboth, na matukio kama ile sanamu ya Nebukadneza ambayo watu wote walipaswa kuiabudu kwenye ule uwanda wa Dura. Matukio hayo yote yana kanuni zile zile ambazo zinahusika katika wakati wa mwisho. Na nataka kusema ni hiki ya kwamba Mungu amehifadhi kumbukumbu takatifu kwa ajili yetu kujifunza kutoka katika kumbukumbu hizo. Kwa wale ambao walitembea katika njia iliyo njema, basi tunaweza kuiga kile walichokifanya na sisi kutembea salama. Lakini kwa upande wa pili, kwa wale ambao hawakuenenda kwa jinsi inavyopasa na kwa jinsi maisha yao yana udhihirisho wa kushindwa, basi tunaweza kuiepuka hiyo njia. Ni kwa jinsi ya kwamba tunaweza kufanikiwa katika wakati wetu kwa faida ya kile ambacho wengine walikipitia katika wakati uliopita. Na tusome katika kitabu cha Mathayo ile sura ya 7.
kuna maneno fulani pale ambayo kwa namna moja ama nyingine yanaweza kuonekana ni rahisi sana kuyaelewa. Mathayo sura ya 7. Mathayo sura ya 7. Tutasoma fungu la 24 hadi 27. Mathayo sura ya 7. Basi kila asikiaye hayo maneno yangu na kuyafanya atafananishwa na mtu mwenye akili aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba. Mvua ikanyesha, mafuriko yakaja, pepo zikavuma, zikaipiga ile nyumba isianguke, kwa maana misingi yake imewekwa juu ya mwamba. Na kila asikiaye haya maneno yangu asiyafanye atafananishwa na mtu mpumbavu aliyejenga nyumba yake juu ya mchanga. Mvua ikanyesha, mafuriko yakaja, pepo zikavuma, zikaipiga nyumba ile ikaanguka, nalo anguko lake likawa kubwa. Okay, asante sana. Maneno haya yanaonekana ni rahisi kabisa kuelewa. Yesu tu anasema wazi, asikiaye maneno yangu na kuyafanya atafananishwa na mtu mwenye akili aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba. Mvua ikanyesha, mafuriko yakaja, pepo zikavuma, zikaipiga ile nyumba isianguke, kwa maana imejengwa, kwa maana misingi yake imewekwa juu ya mwamba. Na kila asikiaye hayo maneno yangu asiyafanye atafananishwa na mtu mpumbavu aliyejenga nyumba yake juu ya mchanga. Mvua ikanyesha, mafuriko yakaja, pepo zikavuma, zikaipiga nyumba ile ikaanguka, nalo anguko lake likawa kubwa. Ni sana kusema ya kwamba sikia maneno ya Bwana na kufanya nini? Na kuyatenda. Kwa ni swala la kusikia na kutenda. Sasa tunataka kuchukua muda katika fundisho letu ile la kwanza kujifunza kitu fulani cha muhimu. Licha ya kwamba maneno haya yako wazi sana kuyaelewa, lakini kuna kisa cha kushangaza katika maandiko. Kisa cha watu ambao inaonekana kana kwamba waliishi wakiyafuata sana maneno haya, lakini hatima yao ilikuwa tofauti sana. Na ni kwa nini ilikuwa hivyo? Hiki ndicho ambacho tunataka kukiangalia. Ni historia ya Wayahudi. Watu walikuwa na wito. Naweza kusema ya kwamba hakuna watu ambao walipendelewa sana katika dunia hii kama Wayahudi. Wito walikuwa bayana sana. Kuanzia kwa Ibrahimu na kuendelea kwa Yakobo. Ibrahimu, Isaka, Yakobo, wana wa Israeli, kukombolewa kwao Misri na kuwekwa katika kitovu cha dunia pale Mashariki ya Kati ili waweze kuwa wainjilisti wa dunia. Ibada ilikuwa ni yao, manabii walikuwa ni wao, maandiko yalikuwa ni yao, Musa alikuwa ni wao, na Mungu alikuwa ni wao. Na Mungu akaona aibu kujitambulisha nao. Walipewa kila kitu kinachohitajika. Na walikuwa ukiwatazama hivyo wanabidi kweli. Walikuwa na sikukuu 3 za kitaifa ambazo watu walikuwa wanatoka huko mbali wanakoishi na kukusanyika Yerusalemu. Ukilitazama hivi ilikuwa ni taifa lenye bidii kwa ajili ya nani? Ya Mungu. Walionekana wanatenda yale yaliyofanya nini? Yaliyoandikwa. Lakini hata hivyo hatima yao ilikuwa nje kabisa ya kusudi la Mungu. Ni wapi walipofeli? Hili ni jambo la muhimu kuweza kuliangalia kwa sababu kuna kitu fulani cha kina ambacho kama watu wa Mungu hatuna budi kukifahamu. Na hebu tusome kile ambacho Paulo anakisema katika kitabu cha Warumi sura ya 9. Warumi sura ya 9. Warumi 9 fungu la kwanza hadi la 5.
Nasema kweli katika Kristo, sisemi uongo. Dhamiri yangu ikinishuhudia katika Roho Mtakatifu ya kwamba nina huzuni nyingi na maumivu yasiyokoma moyoni mwangu, kwa maana ningeweza kuomba mimi mwenyewe niharimishwe na kutengwa na Kristo kwa ajili ya ndugu zangu, jamaa zangu kwa jinsi ya mwili, ambao ni Waisraeli, wenye kule kufanywa wana na ule utukufu na maagano na kupewa torati na ibada ya Mungu na ahadi zake, ambalo mababu ni wao, na katika hao alitoka Kristo kwa jinsi ya mwili, ndiye aliye juu ya mambo yote, Mungu mwenye kuhimidiwa milele. Amina. Okay. Huyo alikuwa ni Paulo. Paulo alikuwepo kwenye dini hii, na kwa namna ya pekee Mungu aliweza kumuokoa na kumpa uzoefu ulio hai wa wokovu kutoka katika dhambi, na alitamani sana sana kwamba ndugu zake hawa kwa jinsi ya mwili nao waweze kuona kile alichofanya nini, alichokiona, waweze kupokea kile alichokipokea. Na unaposoma maandiko yanaonyesha ya kwamba ilikuwa ni shauku yake ambayo ilikuwa imeenda kwa kina sana sana. Unajua, ni kitu fulani ambacho ni cha kipekee. Ukisoma katika ile fungu la kwanza na la pili, anasema ya kwamba, anasema kweli katika Kristo sisemi uongo. Dhamiri yangu ikinishuhudia katika Roho Mtakatifu ya kwamba nina huzuni nyingi na maumivu yasiyokoma moyoni mwangu, kwa maana ningeweza kuomba mimi mwenyewe niharimishwe na kutengwa na Kristo kwa ajili ya ndugu zangu, jamaa zangu kwa jinsi ya mwili. Yaani anachokisema ni kwamba kama ingeliwezekana mimi niweze kutengwa na Kristo ili wao wafanye nini? Wafanikiwe, ningekuwa tayari. Anazungumza juu ya maumivu yasiyokoma, na kisha anawaelezea ya kwamba ambao hao ndugu zake au kwa jinsi ya mwili ni Waisraeli, wenye kule kufanywa wana, wenye na ule utukufu na maagano na kupewa torati na ibada ya Mungu na ahadi zake. Ni sana kusema ya kwamba walikuwa ni watu ambao wamekabidhiwa dhamana takatifu. Mbingu kupitia mpango wa wokovu inazo hazina za thamani ambazo ni hitaji la dunia, kwa sababu kimsingi sisi kama jamii ya wanadamu tulitumbukia kwenye tatizo ambalo hatuwezi kujiokoa wenyewe. Ni lazima mkono uje kutoka nje yetu wenyewe, lakini kwa sababu Mungu anatenda kazi kupitia mawakala wa kibinadamu, ilikuwa ni lazima wawepo mawakala hao, na Mungu kupitia Wayahudi alijipatia watu ambao atawakabidhi hiyo dhamana takatifu ya njia hiyo ambayo kwayo watu wanaweza kufikia wokovu, ili waweze kuitoa kwa wengine. Kwa hiyo ibada ya Mungu ilikabidhiwa kwao, ahadi za Mungu zilikabidhiwa kwao, maagano yalikabidhiwa kwao, mababu walikuwa ni wao, Musa alikuwa ni wao, manabii walikuwa ni wao. Lakini hatima yao ilikuwa ni kati ya hatima za kuhuzunisha zaidi katika historia ya dunia hii. Hivi walishindwa wapi hawa watu? Historia yao inatufundisha nini? Ni sana kusema ya kwamba haitoshi tu kufikiri ya kwamba kwa sababu tuna hiki na kile na kile, basi sisi mwisho wetu tutakuwa ni mwema. Kwa hiyo historia iliyopita kutuhusu sisi sio hakikisho ya kwamba mwisho wetu tutakuwa mwema kama wale waliopita. Tunaweza kusema labda kuna watu wanaweza kujivuna juu ya historia labda ya waasisi wa Uadventista,
Kasema nani ni wetu, nani ni wetu, haitoshi, kwa sababu kati ya watu ambao wamefungamana na historia takatifu ni Wayahudi. Mengi tunayojifunza yamefungamana nao, lakini hata hivyo hatimaye ilikuwa ni ya kuhuzunisha kati ya watu waliowahi kuitwa na Mungu. Mungu aliwapa kila kitu kinachohitajika. Katika Isaya sura ya 5, Mungu wafananisha hawa watu wake Israeli na shamba la mizabibu ambalo alifanya kila kinachohitajika, akitumaini ya kwamba hatimaye litazaa zabibu nzuri, lakini mwishoni likazaa kitu kingine. Isaya sura ya 5, tusome fungu la 1 mpaka la 7. Isaya 5 fungu la 1. Na nimwimbie mpenzi wangu wimbo wa mpenzi wangu katika habari za shamba lake la mizabibu. Mpenzi wangu alikuwa na shamba la mizabibu kilimani penye kuzaa sana. Akafanya handaki kulizunguka pande zote, akatoa mawe yake, akapanda ndani yake mzabibu ulio mzuri, akajenga mnara katikati yake, akachimba shimo ndani yake, akatumaini ya kuwa utazaa zabibu, nao ukazaa zabibu mwitu. Na sasa, enyi wenyeji wa Yerusalemu, nanyi watu wa Yuda, amueni na wasihi kati ya mimi na shamba langu la mizabibu. Je, ni kazi gani isiyoweza kutendeka ndani ya shamba langu la mizabibu nisiyoitenda? Basi nilipotumaini ya kuwa litazaa zabibu, mbona linazaa zabibu mwitu? Haya basi, sasa nitawaambieni nitakalolitenda shamba langu la mizabibu. Nitaondoa kitalu chake, nalo litaliwa. Nitabomoa ukuta wake, nalo litakanyagwa. Nami nitaliharibu, wala halitapogolewa wala kulimwa, bali litamea mbigili na miiba. Nami nitayaamuru mawingu yasinyeshe mvua juu yake. Kwa maana shamba la mizabibu la Bwana wa majeshi ndilo nyumba ya Israeli, na watu wa Yuda ni mche wake wa kupendeza. Akatumaini kuona hukumu ya haki, na kumbe aliona dhuluma. Alitumaini kuona haki, na kumbe alisikia kilio. Asante sana. Nafikiri maneno haya yako wazi ya kwamba Mungu aliwekeza kila kinachohitajika. Yaani ni sawa na mkulima amefika mahali akalifanyia shamba kila kinachohitajika, akapanda mbegu njema ndani yake, akaona ya kwamba kuna wanyama waharibifu, akatengeneza fence, akamwagilia vizuri, akapalilia, akaweka mbolea, na ikaonekana kana kwamba mazao yanastawi vizuri. Lakini alipokuja kuzaa matunda, nashangaa matunda yaliyozaliwa machungwa yafai kwa nini? Kwa kula. Yaani unawekeza kitu chema, lakini kinachozaliwa kitu kibaya. Hiki ndicho ambacho kilitokea kwa taifa hili, na Mungu anasema ya kwamba nitawaambia kile ambacho nitalitenda shamba hili, nitaachana nalo. Ukuta wake, fensi yake nitaibomoa, litaliwa, litakanyagwa. Na hii ndio ilikuwa hatima ya Wayahudi. Ukisoma katika kitabu cha Pambano Kuu, ile sura ya 1 kabisa, inaelezea kuhusiana na maangamizi ya Yerusalemu. Sijui kama kati yetu tulishawahi kuisoma. Ni historia ya kuhuzunisha kabisa. Nabii ulikuwa umeshatolewa, lakini bado waliendelea kuwa wakaidi, wakiamini kwamba wao ni watu wa Mungu. Na mwisho walikuwa ni wa kuhuzunisha mno. Waliangamia maelfu kwa maelfu. Wengi walikimbilia hekaluni wakati wa kuvamiwa na Warumi mwaka wa 70. Baada ya hapo wakatawanywa katika mataifa yote.
Alitarajia kwamba patazaliwa matunda mazuri, lakini hii haimaanishi ya kwamba ilikuwa ukienda kuangalia Wayahudi hivyo unaona ni watu wazembe wasiojali kile ambacho wanafundishwa. Bali kabisa. Haikuwa hivyo. Ungeweza kwenda pale ukakutana na watu ambao wanaonekana ni wenye haki sana na wanabidii sana katika kutenda kile ambacho Mungu anakielekeza. Lakini hata hivyo hawakuwa kwenye njia iliyo sahihi. Walikosa kitu fulani ambacho ni cha muhimu, ambacho hatuna budi kujifunza. Kile ambacho tunaweza kusema ni kwamba licha ya bidii ambayo walikuwa nayo, lakini walikosa maarifa ya msingi, ambayo bila hayo hizo juhudi walizonazo haziwezi kuzaa matunda mazuri. Warumi 10, ile fungu la Warumi sura ya 10, Mtume Paulo pia anaeleza. Warumi sura ya 10 Warumi sura ya 10 tutasoma lile fungu la kwanza hadi la 3. Ndugu zangu, nitakayo sana moyoni mwangu na dua yangu nimwombapo Mungu ni kwa ajili yao, ili waokolewe. Kwa maana nawashuhudia kwamba wanajuhudi kwa ajili ya Mungu, lakini si katika maarifa. Kwa maana wakiwa hawaijui haki ya Mungu na wakitaka kuithibitisha haki yao wenyewe, hawakujitia chini ya haki ya Mungu. Okay. Tukumbuke ya kwamba maneno haya ambayo Paulo anayazungumza katika hii sura ya 10 ni mwendelezo wa hoja ambayo ameianza katika sura ya 9 kwenye yale mafungu ambayo tuliyasoma hapo awali kuhusiana na wito mtakatifu ambao walikuwa wameitiwa. Na wakakabidhiwa kila kitu na Mungu, maagano, wakakabidhiwa ibada ya Mungu, wakapewa torati, wakapewa ahadi za Mungu, mababu ni wao. Lakini zaidi sana ni katika wao ya kwamba Kristo ambaye ni Masihi alitoka kwa jinsi ya nini? Ya mwili. Lakini anakuja anasema katika fungu la sura ya 10 ya kwamba nitakayo sana moyoni mwangu na dua yangu nimwombayo Mungu ni kwa ajili yao waokolewe. Kwa maana nawashuhudia kwamba wanajuhudi kwa ajili ya Mungu. Ni sana kusema ya kwamba kwa Wayahudi swala la bidii halikupungua. Walikuwa na bidii sana. Lakini anasema ya kwamba wanajuhudi kwa ajili ya Mungu lakini si katika maarifa. Kwa maana wakiwa hawaijui haki ya Mungu na wakitaka kuithibitisha haki yao wenyewe, hawakujitia chini ya haki ya Mungu. Maneno haya ni ya muhimu na nafikiri ya kwamba ni kwa wachache sana huwa yanaeleweka. Kwamba watu hawa hawakuijua haki ya Mungu. Na wakiwa hawaijui haki ya Mungu, walitaka kuithibitisha haki yao wenyewe. Na kwa sababu walitaka kuithibitisha haki yao wenyewe, hawakujitia chini ya haki ya Mungu. Na hatima yao haikuwa ya mafanikio ila ya kushindwa. Kwa sababu kile walichokitaka sana kukifikia, hawakukifikia. Na hali hii haikuwa wazi sana kama jinsi ambavyo inaweza kuonekana leo tunapojifunza maandiko. Nataka tuiangalie mifano kadhaa ambayo inaelezea uzoefu huu wa Wayahudi kutoka katika vielelezo ambavyo Yesu mwenyewe alivitoa. Tukianza katika kitabu cha Marko ile sura ya 11
1, Marko sura ya 11. Marko 11 tunakutana na kielelezo ambacho tunaweza kukisema ya kwamba kilikuwa ni kielelezo cha kiutendaji. Tutasoma lile fungu la 12 mpaka 14. Marko sura ya 11 fungu la 12. Hata asubuhi yake walipotoka Bethania, aliona njaa. Akaona kwa mbali mtini wenye majani, akaenda ili labda aone kitu juu yake. Na alipofikiria hakuona kitu ila majani, maana si wakati wa tini. Akajibu akauambia, tangu leo hata milele mtu asile matunda kwako. Wanafunzi wake wakasikia. Ukisoma lile fungu la 22, fungu la 20 na 21, walipokuja kupita kesho yake waliukuta ule mtini umefanya nini? Umenyauka. Labda niwaulize swali moja, tushirikiane. Mnafikiri nini kuhusiana na hiki ambacho Yesu alikifanya? Kilikuwa ni haki au sio haki? Ukiyasikiliza haya maneno vizuri, ili fungu la 12 hadi 14, hebu tusikilize. Hata asubuhi yake walipotoka Bethania, aliona njaa. Akaona kwa mbali mtini wenye majani, akaenda ili labda aone kitu juu yake. Na alipofikiria hakuona kitu ila majani, maana si wakati wa tini. Haikuwa wakati wa nini? Wa tini. Na akajibu akawaambia, tangu leo hata milele mtu asile matunda kwako. Na wanafunzi wake wakasikia, na mti ule ukafanya nini? Ukakauka. Ilikuwa ni haki kutendea huu mti hivi, hasa neno linaposisitiza ya kwamba haukuwa wakati wa nini? Wa tini. Nafikiri aliuonea, unajua kukionea kitu. Ni sawa na sasa hivi sio wakati wa nini? Wa maembe. Alafu unaenda unapekenyua kwenye mti huko, unasema huu mti una majani tu. Alafu unaulani. Karibu. Yaani hapa inaonekana kwamba ile iliyotangulia kwamba ule mti ulionekana una majani mazuri, yaani ulikuwa unavutia. Ilionyesha kwamba kama ingekuwa kibinadamu ule mti ulikuwa unafanya udanganyifu, kwa sababu yale majani yaliyoonyesha ungekuwa na matunda, lakini haukuwa na matunda. Alipofika pale, sasa imekuwa kuwaje? Mbona ilionyesha kabisa kwamba mti huu unapendeza na yangepatikana matunda. Kumbe ilimuuzi sasa yule mtazamaji, bali kufika pale aliona kwamba hamna kitu. Sawa, lakini bado ulidanganya ule. Ni sawa. Labda kwa nyongeza ni kwamba si wakati wa tini. Lakini mti umependeza kana kwamba ni wakati ambao wakati wa tini. Kwa hiyo hata matazamio ni kwamba kwa upendezaji huu matunda yatakuwepo. Lakini ukitazama maandiko yanasema sio wakati wa nini? Wa tini. Halafu unakwenda pale unakuta tini hakuna. Na kuna kawaida ya kwamba wakati sio wa kusema kwamba miti inachanua maua kwa ajili ya matunda, miti mingine huwa inapakatisha kukuonyesha kwamba kwangu huwezi kupata chochote. Lakini wenyewe umeshamiri. Maana yake ni kwamba miti mingine yote haikuwa na nini? Na majani. Lakini wenyewe ulikuwa una majani. Kwa hiyo kwa miti hii mingine yote ambayo ilikuwepo, miti ya mitini, haikutoa matarajio yoyote ya nini? Ya kupata matunda. Kuna neno moja ambalo nafikiri ndilo ufunguo wa kulielewa swala hili katika Mathayo sura ya 24. Mathayo 24. Tutasoma pale alafu tutarudi kwenye hiyo Marko. Mathayo 24, lile fungu la 32 hadi 33. Basi kwa mtini jifunzeni mfano. Tawi lake likiisha kuchipuka na kuchanua majani, twatambua ya kuwa wakati wa mavuno u karibu.
32 na 33. Nanyi kadhalika myaonapo haya yote, tambueni ya kuwa yu karibu mlangoni. Nafikiri wazo limepatikana hapo. 24, 32 na 33. Basi kwa mtini jifunzeni mfano. Tawi lake likiisha kuchipuka na kuchanua majani, mwatambua ya kuwa wakati wa mavuno huu ukaribu. Yaani ni sawa na kusema ya kwamba ni asili ya mitini ya kwamba wakati inapochanua huwa ina matunda. Hiyo ndio asili yake. Maana kipindi ambacho sio cha tini huwa haina nini? Haina majani. Kwa licha ya kwamba ulikuwa sio wakati wa tini, lakini mti huu ulikuwa ukitangaza kwa majani yake ya kwamba nina matunda. Kwa hiyo unaweza kusema ya kwamba mtini huu ulimdanganya hata muumbaji wake mwenyewe. Ni kweli, ndivyo hivyo. Kwa sababu ulipaswa kusema ukweli kwa kutokuwa na majani ya kwamba mimi sina nini? Sina matunda. Lakini ukaweka ishara za matunda bila kuwa na nini? Na matunda. Na hatima ya mti kama huo ni hiyo ambayo ilitokea. Ni matokeo yasiyoepukika. Ukisoma katika kitabu cha Christology Lessons, inaeleza ya kwamba mitini hiyo mingine yote ambayo haikuwa na majani ilikuwa inawakilisha mataifa. Ambao usingetarajia kuipata haki ndani yao. Lakini huu mtini mmoja huu wa majani bila matunda ulikuwa unawakilisha taifa la nini? La Israeli. Watu ambao walikuwa na juhudi kubwa ya kidini. Kubwa tu. Lakini ukienda kutafuta humo ndani humo haukuti kitu chochote. Manake walikosa kitu fulani cha msingi ambacho kiingezifanya juhudi zao kuwa zenye mafanikio. Mahali fulani Yesu anafika mahali anasema ya kwamba walikuwa na bidii kiasi cha kuvuka milima na nini? Na mabonde kwenda kumtafuta muongofu mmoja, lakini wanapompata wanamfanya kwa mwana wa jehanamu mara 2 kuliko wao. Ilikuwa ni dini ambayo inatoa ishara na muonekano mzuri wa nje, lakini ilikuwa imekosa kitu cha msingi katika urefu wao. Nafikiri kama kuna kitu ambacho walionekana wanalitenda neno la Mungu, lakini hata hivyo walianzia mahali pasipo sahihi. Yesu alijitahidi sana kuwasaidia Wayahudi, lakini haikufanya kazi. Labda twende katika Mathayo 23, tusome maneno machache pale, fungu la 27 na 28. Mathayo 23, fungu la 27 na 28. Ole wenu waandishi na Mafarisayo wanafiki, kwa kuwa mmefanana na makaburi yaliyopakwa chokaa, nayo kwa nje yaonekana kuwa mazuri, bali ndani yamejaa mifupa ya wafu na uchafu wote. Vivyo hivyo ninyi nanyi kwa nje mwaonekana na watu kuwa wenye haki, bali ndani mmejaa unafiki na maasi. Asante sana. Hii ndio dini ya majani ya nini? Ya mtini. Bila matunda. Sasa mnaweza mkasifika kama tunaweza kujitahidi kuvuta akili zetu kuelewa hiki kinachofanya nini? Kinachozungumzwa. Sio watu fulani ambao ni waasi tu, unaona waasi waovu, hapana. Ni watu ambao wamewekeza juhudi nyingi katika mambo ya dini. Wamejitoa kumtumikia Mungu. Maana kimsingi
chukulia kwa mfano kielelezo hiki cha kaburi. Siku hizi kuna makaburi mazuri na makaburi mazuri. Niwe kusafiri kwenda wapi, Burundi, miaka kadhaa iliyopita. Tulikuwa tunasafiri kuelekea mahali fulani, tukapita kuna mahali fulani kuna makaburi. Kaburi yamejengewa mpaka nyumba, yamenakshiwa vizuri na marumaru. Yaani ni mazuri kuliko nyumba tunazoishi. Lakini nini kilichoko huko ndani? Mifupa ya wafu. Ni sana kusema ya kwamba kama tungewaangalia Wayahudi hivi tungeona kana kwamba ni makaburi yaliyo nakishiwa vizuri, yanang'aa. Kaenda pale unaona ni kitu kizuri, lakini ukichimbua huko ndani ukaibua tu mfupa mmoja hivi watu wanatawanyika. Kwa ni tatizo kubwa. Na baadaye labda niulize, mnafikiri nini ni kidanganyifu zaidi? Ni huu mti wenye majani au mti usio na majani? Mti wenye majani. Maana yake tunaweza kusema ya kwamba chombo chenye mafanikio zaidi katika mikono ya shetani ni aina hii ya dini, si ndio? Kuliko hata watu wa dunia wasiomjua naye. Ambapo uwezo ukasema hebu nikatafute haki huko. Hawezi kwenda kutafuta huko. Lakini hapa kuna kitu chenye ishara ya kuonyesha kwamba ndani kuna matunda, lakini ukienda hamna kitu. Na hapo shetani anafika mahali anafanikiwa kuwachepusha watu wa Mungu na kuwapa kitu fulani kibandia. Maana yake ana chombo chenye ufanisi zaidi wa kudanganya na kupotosha kuliko dunia isiyomjua Mungu. Na hapo ndipo hao watu wa Mungu walifikishwa. Bazewe hata baada ya Yesu kupaa mbinguni na kuwepo wa kanisa la mitume, kikwazo kikubwa cha kazi ya Mungu kilikuwa si ulimwengu wa kipagani, walikuwa ni Wayahudi. Hawa ndio ambao waliajiri kuwafuata mitume popote wanakokwenda. Wakati ambapo mataifa walikuwa wazi kabisa kuipokea Injili, lakini walikuwa ni wao ndio ambao walikuwa wanawavuruga. Kisoma kitabu cha Matendo kinaeleza vizuri. Mahali popote ambapo Paulo alikanyaga miguu, watu wakaipokea Injili, alipotoka wao wakaingia. Wakavuruga. Na katika juhudi hizo zote wanafikiri wanamtumikia nani? Mungu. Ndicho ambacho Yesu alisema ya kwamba siku zinakuja ambapo watawaua wakizani ya kwamba wanamtolea Mungu ni sadaka. Matukio haya ambayo tuna yasoma habari zake katika wakati uliopita yatatokea pia katika wakati wetu. Hawatafanya kana kwamba wanafikiri ya kwamba ni wasi dhidi ya Mungu, lakini watafikiri ya kwamba kwa kufanya hivyo wanamtumikia Mungu. Ningependa tuangalie mafungu ya katika kitabu cha Marko sura ya 2. Fikiri ni jambo la muhimu kuelewa kile ambacho kilikuwa ni tatizo la Wayahudi licha ya juhudi zao nyingi walizokuwa nazo, kwa sababu ni yule ambaye anatambua hali yake ndiye ambaye anaweza kupokea msaada. Katika kitabu cha Marko sura ya 2 fungu la 16 na 17. Marko sura ya 2 fungu la 16 na 17. Na waandishi na Mafarisayo walimuona anakula pamoja na watoza ushuru na wenye dhambi. Waliwaambia wanafunzi wake, mbona mnakula pamoja na watoza ushuru na wenye dhambi? Yesu aliposikia aliwaambia, mwenye afya hahitaji tabibu, bali walio hawawezi. Sikuja kuwaita wenye haki, bali wenye dhambi. Huu ulikuwa ni uzoefu ambapo
ilikuwa ni baada ya Yesu kuwa amemuita Mathayo. Mathayo alikuwa ni mtoza ushuru, kati ya watu ambao walichukiwa sana katika wakati huo, kwa sababu walichukuliwa kana kwamba ni wasaliti wa taifa. Kulikuwa kuna mamlaka ya Warumi ambao walikuwa wanatawala dunia kwa wakati huo. Kwa hiyo waliwapata watu fulani wachache na wakawa kana kwamba ni waajiriwa wa serikali ya nini? Ya Kirumi. Mmoja wapo walikuwa ni watoza ushuru hawa. Wakina Zakayo walikuwa mumo. Na yule Simoni aliyeponya ukoma yule naye alikuwa mumo. Mathayo lao alikuwa mumo. Kwa hiyo walikuwa wanaonekana ni wasaliti wa taifa na hakupendwa. Kati ya watu waliochukiwa sana katika wakati walikuwa ni watoza ushuru. Lakini ikafika mahali ambapo kati ya mmoja wa wanafunzi ambao Yesu aliwaita alikuwa ni Mathayo, ambaye alikuwa ni nani? Mtoza ushuru. Kwa hiyo kwa namna fulani kitendo cha Yesu kumchagua Mathayo kama mmoja wa wanafunzi kiliondoa kiambaza fulani kati yake na hawa watoza ushuru. Kwa hiyo baada ya hapo wengi wakawa wamemjia Yesu kumsikiliza. Na ndipo sasa likaja hili shtaka ya kwamba mbona anakula pamoja na watoza ushuru na wenye dhambi, kwa sababu kwa mtazamo wao hawa walikuwa ni watu wa kutengwa mbali kabisa. Na ndipo hili fungu la 17 linasema Yesu aliposikia aliwaambia, wenye afya hawahitaji tabibu, bali walio hawawezi. Sikuja kuwaita wenye haki, bali wenye dhambi. Lakini ukiyatafakari vizuri maneno haya, labda tujiulize swali. Hapa kulikuwepo na hawa walikuwa wanamshtaki Yesu, na hawa watoza ushuru na wenye dhambi waliomjia Yesu. Yesu anasema ya kwamba sikuja kuwaita wenye haki. Hayo ni swali, kati ya hawa watoza ushuru na hawa Wayahudi ni kina nani walikuwa ni wenye dhambi? Kimsingi tunaweza kusema ni wote. Ni wote. Si ni kweli? Wote walikuwa ni wenye dhambi. Kwa hiyo Yesu akafika mahali akasema kwamba kama wote walikuwa ni wenye dhambi, Yesu anasema mimi sikuja kuwaita wenye haki, bali wenye dhambi. Inakuwa kana kwamba anasema ya kwamba ninyi ni wenye haki. Kwa hiyo mimi sikuja kwa ajili yenu, nimekuja kwa ajili ya hawa walio wenye dhambi. Lakini kuna kitu fulani ambacho ni cha muhimu. Hebu tusome fungu hili alafu tutoa maelezo fulani. Katika ile Yohana sura ya 9. Yesu anasema maneno fulani ambayo kwa namna fulani yanaweza yakawa ni magumu kuyaelewa. Yohana sura ya 9 fungu la 39 hadi 41. Yohana sura ya 9 fungu la 39 hadi 41. Yesu akasema, mimi nimekuja ulimwenguni humu kwa hukumu, ili wao wasioona waone, nao waonao wawe vipofu. Baadhi ya Mafarisayo waliokuwapo pamoja naye wakasikia hayo, wakamwambia, je, sisi nasi tu vipofu? Yesu akawaambia, kama mngekuwa vipofu msingekuwa na dhambi, lakini sasa mwasema twaona, basi dhambi yenu inakaa. Nasikia maneno vizuri eh? Yohana sura ya 9:39. Yesu akasema, mimi nimekuja ulimwenguni humu kwa nini? Kwa hukumu.
ili wao wasioona wafanye nini? Waone, nao waonao wawe nini? Vipofu. Yaani sana kusema ya kwamba mimi nimekuja ulimwenguni humu, kuna watu aina, kuna watu wanaoona na wasioona. Sasa mimi nimekuja ulimwenguni humu ili walio vipofu wapate kufanya nini? Na wale wanaoona wa vipofu. Tunaweza kuliendelea andiko hili? Hapa ana maana ya kwamba wale wanaosema wao wenyewe wanaona, basi ndio watakaokuwa vipofu. Na wale wanaosema wao wenyewe kwamba sisi hatuoni, ndio watakaofanya waone. Okay, asante sana. Manake ni swala la utambuzi. Manake ni sawa na kusema ya kwamba dunia hii yote, watu wote ni nani? Ni vipofu. Watu wote ni wagonjwa. Dunia hii yote, watu wote ni vipofu. Lakini wale ambao wanaweza kusaidiwa na Yesu kufanywa waone ni wale ambao wanatambua kwamba wani waone. Lakini kwa wale ambao ni vipofu lakini wanafikiri wanaona, au watabaki kwa vipofu. Maana yake ni kwamba ili Mungu aweze kutusaidia kutoka kwenye tatizo ambalo tunalo, ni lazima tufike mahali tutambue ya kwamba sisi tuna nini? Tuna tatizo. Hiyo ni hatua ya kwanza, na nipende kusema ya kwamba kati ya kitu kigumu zaidi mbingu ilicho nacho ni hicho. Kufika mahali kumfanya mwanadamu aliye kipofu atambue ya kwamba yeye ni nani? Kipofu. Ndio hiki ambacho tumekisoma kule mwanzoni kinachosema ya kwamba wanajuhudi kwa ajili ya Mungu lakini pasipo nini? Maarifa. Wakiwa hawaijui haki ya Mungu, wakajikita katika kuithibitisha haki yao wenyewe. Naweza kusema hiki ni kitu kigumu sana. Kufika mahali kumfanya mwanadamu aone mambo vile ambavyo Mungu anayaona. Na hii sasa tunaizungumza katika muktadha wa dunia yote. Dunia yote. Wengi wetu tunaishi tu kwa mambo ya kitambo. Tunatafuta hiki na kile na kile. Tunaona maisha yanakwenda, hamna shida yo. Sawa, tuna matatizo lakini ni kawaida tu ya nini? Ya mwanadamu. Dunia hii ni ya shida tu hivyo. Basi ni kupambana nayo, umeugua, umepona, basi maisha yanafanya nini? Tafuta fedha, maisha yanakwenda na vitu kama hivyo. Lakini kufika mahali kumfumbua mwanadamu, afike mahali aone mambo kama jinsi Mungu anavyo yaona. Naweza kusema hiyo kazi kubwa. Ni wale ambao wanafika mahali wanatambua na kuona ya kwamba ni vipofu, au ndio ambao wanaweza kufanya kuona. Na Yesu anakisema hiki kitu vizuri katika mafungo haya ambayo tumeweza kuyasoma hapa. Yesu akasema, mimi nimekuja ulimwenguni humu kwa hukumu, ili wao wasioona waone, nao wanaoona wawe vipofu. Sasa fungu la 40 linasema, baadhi ya Mafarisayo waliokuwapo pamoja naye wakasikia hayo, wakamwambia, je, sisi nasi tu vipofu? Yesu akawaambia, kama mngekuwa vipofu msingekuwa na dhambi, lakini sasa mwasema tuwaona, basi dhambi yenu inafanya nini? Inakaa. Kwa ni sawa na kusema tukilisoma lile fungu upya kwa nuru ya hiki ambacho tunakisoma, tungeweza kusema, mimi nimekuja ulimwenguni humu kwa hukumu, ili wale ambao ni vipofu na wanatambua ya kwamba wao ni nani? Ni vipofu. Kwa hao nimekuja ili kwamba waweze kuona. Lakini kwa wale ambao ni vipofu lakini wanajiona ya kwamba wanaona, hao nimekuja ili wabaki kwa nini? Vipofu. Kwa hatua ya kwanza kabisa katika mpango wa wokovu ni kumfikisha mwanadamu kuweza kuona hali yake ilivyo kiuhalisia. Hiyo ni hatua ya kwanza kabisa, kwa sababu mpango wa wokovu uweze kufanya kazi
kwa yule ambaye hatambui hali yake jinsi ilivyo. Hata katika maisha haya tukiuhalisia, mara nyingine huwa kuna magonjwa na matatizo ya kiafya ambayo yanaendelea ndani ya mwanadamu bila yeye kufanya nini? Kufahamu. Nani ambaye anaweza kushughulikia tatizo la ugonjwa ulio ndani yake wakati ambapo hajui kama ana hilo tatizo? Haiwezekani. Na mara nyingine inakuja kudhihirika baadaye wakati tatizo limeshakuwa kubwa sana. Lakini mimi siwezi kuanza kutafuta dawa, siwezi kuanza kutafuta tiba kwa ugonjwa ambao sijui kama ninao ugonjwa. Inawezekana hiyo? Ni kanuni iliyo wazi ya kwamba ninaweza kuanza kutafuta suluhisho kwa tatizo hapo ninatambua kwamba ninalo hilo nini? Tatizo. Tunaizungumza hatua hii kwa sababu ni ya muhimu. Mahali fulani Wayahudi walifika mahali wakafungiwa kwenye hali ya udanganyifu. Na ndio maana tunaposoma namna ambavyo Yesu alishughulika na wale ambao wanatambua hali yao, wao waliona kana kwamba anaenda nje ya nini? Nje ya njia. Na katika Luka sura ya 11, Luka sura ya 11 Luka sura ya 11 fungu la 9 na la 10. Nami nawaambia, ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Kwa kuwa kila aombaye hupokea, naye atafutaye huona, naye abishaye atafunguliwa. Okay, asante. Nami nawaambia, ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Kwa kuwa kila aombaye hupokea, naye atafutaye huona, naye abishaye atafunguliwa. Amna anaweza kutafuta isipokuwa anatambua kwamba ana uhitaji. Ikifika mahali kwamba sitambua kwamba nina uhitaji fulani, siwezi nikatafuta. Ndio maana ni muhimu kufika mahali kutambua kwamba sisi ni wagonjwa, sisi ni wahitaji, sisi ni wadhambi. Hii ni hatua ya kwanza kabisa kuelekea katika kupokea uzoefu wa kweli wa wokovu. Yesu alijitahidi sana kushughulika na tatizo hili la hii dini ambayo ilikuwepo katika kipindi chake. Na mara nyingi sana alishughulika nayo kwa namna isiyo ya moja kwa moja. Yaani hakuishambulia ile moja kwa moja. Alitafuta kupitia vielelezo na mifano mbalimbali kuweza kuwafikisha kwenye utambuzi wa ile kweli. Na muda uliendelea, lakini hata hivyo ilionekana ya kwamba juhudi yake yote aliyoifanya haikufanikiwa. Na katika Mathayo sura 23 ilikuwa ni mwishoni kabisa mwa huduma yake, ilimlazimu kufika mahali kuelezea wazi na moja kwa moja kuhusiana na tatizo halisi la hii dini aliyokuta katika wakati wake. Ningependa twende pale katika Mathayo sura 23 tusome mafungu pale, alafu baada ya muda tutakuwa na pumziko kidogo, alafu baada ya hapo tutaendelea. Tumeshatumia saa moja sasa. Mathayo sura 23 Mathayo 23 tusome fungu la 23 na 24. Ole wenu waandishi na Mafarisayo wanafiki, kwa kuwa mnalipa zaka za mnanaa na bidhali na jira, lakini mmeacha mambo makuu ya sheria, yaani adili na rehema na imani. Hayo imewapasa kuyafanya, wala yale mengine msiyaache.
viongozi vipofu wenye kuchuja mbu na kumeza ngamia. Okay. Ya, kati ya sura ambazo Yesu ilifika mahali kulibainisha tatizo ilikuwa ni katika sura hii. Kimsingi ilifika mahali kama nilivyoeleza mwanzoni, Yesu alijitahidi kwa namna isiyo ya nini, ya moja kwa moja kuweza kuwasaidia kupitia vielelezo na mafundisho mbalimbali waweze kuona kile anachotaka kufanya nini, kuonyesha. Lakini muda ulikuwa ukiendelea, lakini juhudi hizo zote hazikufanya kazi. Ilifika mahali hawa viongozi wa kidini wakawa wamekwenda mbali sana kuweza kusaidika. Kwa Yesu akaamua ya kwamba kwa ajili ya watu wengine aweze kuyazungumza maneno haya katika Mathayo sura 23. Na katika kuzungumza kwake alikwenda kwenye kiini na tatizo halisi la nini, la hii dini. Licha ya kwamba walionekana ya kwamba wanalitenda neno la Mungu, lakini kulikuwa kuna tatizo la msingi kuhusiana na mahali walipoanzia. Na anasema ya kwamba mnasafisha kikombe kwa nje na ndani yake vimejaa nini? Unyang'anyi na kutokuwa na kiasi. Na anasema wewe Farisayo, safisha kwanza ndani ya kikombe ili nje yake nayo ipate kuwa safi. Kwa hiyo kuna usafi wa aina ngapi? Mbili. Kuna usafi wa nje, lakini ndani kuna uchafu. Lakini kuna aina ya pili ya usafi ambayo nje ni pasafi kama matokeo ya usafi wa ndani. Kati ya aina hizi mbili za usafi ni moja tu ndio ambayo inakubalika mbele za Mungu. Kimsingi tunachokisoma hapa ndio mfano ule wa mtini uliokuwa na majani bila matunda. Maana yake ni kwamba kwa nje unaonekana unaahidi ya kwamba kuna kitu ndani, lakini ukienda ndani haukuti chochote. Na kwa hiyo wanafananisha na kikombe ambacho nje yake ukikiangalia ni kisafi, lakini ndani ni kichafu. Kwa hiyo walianzia nje na wakatengeneza kile ambacho kwa nje kinaonekana ni kisafi, lakini ndani. Lakini ukienda ndani zaidi unakutana na vitu vya ajabu. Ndio hawa ambao walipanga hila mpaka kumwangamiza Yesu. Na kimsingi dini hii ni ajabu kidogo, kwa sababu ina chujio la ajabu. Ina chujio la ajabu ambalo ukiwa unachuja kitu, mbu anakwama, lakini ngamia anapita. Ndio maana inadanganya sana. Kwa sababu kwa sababu ukiangalia ngamia ni kitu kikubwa sana lakini sasa ngamia anapita, lakini mbu mdogo sana. Ndio mara nyingine wananing'inia kwenye tuvitu vidogo, lakini sasa mambo yale makuu wameacha. Mambo ya msingi. Na Yesu hapa anasema ya kwamba ni kweli hayo mmeyafanya, lakini yale mambo ya makuu mmeacha. Yarejeeni hayo, lakini mnapoyarejea haya mengine msifanye nini? Msiache. Kwa hiyo ni sawa na kusema ya kwamba mnapaswa kuanzia mahali sahihi. Vinginevyo kama hamwanzii mahali sahihi, mnatengeneza dini ya majani ya mtini ambayo hatima yake ni kulaaniwa na kuangamia.
Na kitu hiki cha kwanza anachokizungumza ni usafi wa watu. Safisheni kwanza ndani yake ili nje yake ipate kuwa safi. Kwa hiyo kuna usafi wa nje kwa sababu tu nje panasafishwa, si ndio Lakini kuna usafi wa nje ambao ni matokeo ya usafi wa ndani kwanza. Dini hii ya usafi wa nje wakati ndani ni machafu ndio ambao inaitwa unafiki. Unafiki ni kusema ya kwamba nakupenda sana lakini ndani kuna chemka chuki na hila. Wanasema mambo yako vizuri, hamna shida, lakini ukikata kona tu hivi unayozungumza kwenye sikio la mwingine dhidi ya huyo ni kitu kingine. Nasema huo ni unafiki. Maana yake nje ni nzuri lakini ndani kuna habari nyingine. Kwa Yesu anachokisema hapa ni kwamba dini ya kweli ni kuanza na usafi wa ndani. Na juhudi zinapowekezwa kushughulika na usafi wa nje kama matokeo ya usafi wa ndani, kinachozaliwa hapo ni mti mzuri wenye majani lakini ndani umejaa nini? Matunda. Na hiki ndicho ambacho pekee kinaweza kukubalika mbele za Mungu. Fungu la 27 na 28. Kwanza tulisoma fungu la 23 na 24. Okay. Na tusome 25 na 26. Ole wenu waandishi na Mafarisayo wanafiki, kwa kuwa mnasafisha nje ya kikombe na chano, na ndani yake vimejaa unyang'anyi na kutokuwa na kiasi. Ewe Farisayo kipofu, safisha kwanza ndani ya kikombe, ili nje yake nayo ipate kuwa safi. Okay, asante. Nafikiri hiki ndicho ambacho nilikieleza, nilikuwa nimeshahama fungu. Na fungu la 27 na 28. Ole wenu waandishi na Mafarisayo wanafiki, kwa kuwa mmefanana na makaburi yaliyopakwa chokaa, nayo kwa nje yanaonekana kuwa mazuri, bali ndani yamejaa mifupa ya wafu na uchafu wote. Vivyo hivyo ninyi nanyi, kwa nje mwaonekana na watu kuwa wenye haki, bali ndani mmejaa unafiki na maasi. Kwa wazo la msingi ambalo nataka kuhitimisha kwanza hapa tuweze kuwa na pumziko fupi, tusikae sana, ni kwamba nafikiri iko wazi ya kwamba Wayahudi walikuwa na bidii na sio ndogo. Naweza kusema sisi tumegusa kidogo tu. Walikuwa na bidii sana katika mambo ya dini kama Paulo anavyosema mwenyewe, lakini juhudi yao haikuchanganyika na maarifa yaliyo sahihi. Kwa walitokeza kitu fulani cha bandia ambacho kilikuwa hata kinachodanganya zaidi, kwa sababu kilihusika na dini ya nje. Ilikuwa ni dini ambayo haikuanzia mahali sahihi. Na Yesu anabainisha hicho kilichokosekana ni usafi wa ndani. Ni usafi wa ndani. Tutakiangalia zaidi hiki ambacho kinaitwa usafi wa ndani kadri tunavyoendelea, kwa sababu msitizo mkubwa ni kwamba isipokuwa tunaanza kwa usahihi hatuwezi kumaliza kwa nini? Kwa usahihi. Adui anajua kabisa ya kwamba ikifika mahali akawachepusha watu wakaanza vibaya, hata kama wakijenga kiasi gani, jengo likaonekana ni zuri kabisa, lakini mwisho wa jengo hilo ni kuanguka. Na Yesu alifika mahali akasema kwenye maneno yale ya kwamba tunapaswa kujenga juu ya nini? Ya msingi. Juu ya msingi, juu ya mwamba. Kwa ni rahisi sana sema yale mafungu kutenda. Okay?
tukaanza na kutenda, na katika kutenda kumbe msingi haukuwekwa. Kinachozaliwa ni jengo zuri linaloonekana kwa juu, lakini limejengwa juu ya mchanga. Hii ndio ilikuwa dini ya Kiyahudi, mti uliojaa majani lakini hauna matunda ndani yake. Tunapoendelea na masomo haya tutakuwa tukikiangalia kwa makini hiki kitu ambacho walikikosa, na ni jinsi gani ambavyo tunaweza kukipata, na of course maarifa yaliyo makamilifu zaidi juu ya hali yetu jinsi tulivyo, kwa sababu ni wale ambao wanatambua ya kwamba hawaoni ndio ambao Yesu alikuja kuwafanya waweze kuona, na wale ambao wanatambua ya kwamba ni wagonjwa ili ya kwamba waweze kupokea uponyaji. Lakini kwa sasa tutaishia hapo, tutakuwa na mapumziko.